Awali ya yote nianze kumshukuru Mungu kwa kutupa neema hii na kibali hiki kwa kuliandaa tukio hili. Tukio hili tumeliandaa kwa namna ya kumtukuza Mungu, na lengo ni kumtukuza Mungu. Tamanio letu tukio hili kwa siku ya leo, tunapoingia kulifungua, Mungu atupe kibali katika mambo yote ambayo tunatamani tumuone Mungu akifanya na kutenda. Jambo la kwanza ni kumshukuru Mungu, lakini kumwimbia Mungu wetu, kumsifu Mungu. Hivi vyote tunavifanya kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Lakini lengo la pili, tukio hili limeandaliwa maalum kwa ajili ya tamasha la uimbaji pamoja na ununuzi wa vyombo vya muziki. Vyombo hivi gharama yake vinagharimu kiasi cha shilingi milioni 40, na tamasha letu rasmi litafanyika tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka 2026. Kwa mwanzo huu tulio nao, tunatamani kumuona Mungu akihusika kwa namna moja ama nyingine kwa hatua zote tutakazokuwa nazo kuanzia hivi leo tunapolizindua tamasha letu. Lakini yapo malengo kadhaa. Kwa nini tumelifanya hili tamasha? Ili tulifanye. Tunalifanya hili tamasha, jambo la kwanza ni kumtukuza Mungu, lakini jambo la pili ni kumhubiri Kristo, kuwaleta watu waje kwa Yesu kupitia vyombo vya muziki ambavyo tunatamani Mungu akitupa kibali kuvipata, tukamhubiri Kristo. Vijana wamjue Mungu, watu wamjue Mungu. Watu wakishamjua Mungu, vijana wakishamjua Mungu, itakuwa ni rahisi pia serikali kuwa na majukumu yake kufanya kwa wakati, kwa sababu tayari taifa ambalo ni vijana wamechukua nafasi ya kumjua Mungu na kumfahamu Mungu. Kwa hiyo sehemu ya uhalifu pia itapungua serikalini. Kwa hiyo ombi letu kwa media zote, Mungu atusaidie kufanikiwa kwa jambo hili, ili vijana hawa wanapokuwa wamesoma kwenye tukio hili na Mungu awape kibali, na sisi kama kanisa tunawabariki kwa baraka zote, ya kwamba Mungu awape kibali kufanikiwa, wakamhubiri Mungu, wakawahubiri watu wamjue Mungu, wamrudie Kristo. Na zipo faida nyingi ambazo tunaamini vijana wakimpokea Yesu Kristo, amani itakuwepo kwenye nchi, amani itatawala kwenye kanisa, amani itatawala kwenye mkoa wetu wa Mbeya, amani itatawala kwenye eneo letu la wilaya ya Mbeya. Kwa hiyo ni maombi yetu kuomba ushirikiano wa dhati kwamba Mungu atusaidie. Lakini kipekee tunawapongeza, tunawashukuru sana media zote, lakini wadhamini wetu wote na watu mbalimbali ambao tumewaomba kutudhamini katika hili tukio, lengo kufanikiwa tukio letu ambalo tunatamani Bwana ajitukuze katika tamasha letu. Tunawashukuru sana kwa nafasi ambayo wametubeba, lakini media zimetubeba, na tunategemea sana kuona ushirikiano wenu. Tunatakia baraka za Bwana Mungu wa mbingu na nchi, ambaye amewapa taaluma hii kufanya kazi pamoja nasi, asiwaache wala asiwapungukie. Neema ya Kristo ikaendelea kutembea pamoja nanyi nyote siku zote za maisha yenu. Tamasha hili ni la wananchi wote. Tunawaalika viongozi wa dini, viongozi wa serikali, taasisi mbalimbali, wafanyabiashara, vijana, wazazi na jamii kwa ujumla kushiriki nasi katika tukio hili muhimu. Tunatoa shukrani za dhati kwa serikali, vyombo vya ulinzi na usalama, vyombo vya habari, wadhamini wetu, wadau wote wanaoendelea kushirikiana nasi katika maandalizi haya. Ushirikiano wetu ni nguzo muhimu ya mafanikio ya tamasha hili. Kupitia mkutano huu tunatoa mwaliko rasmi kwa Watanzania wote kushiriki katika tamasha hili kwa amani na utulivu. Tunaamini litakuwa na muda wa kufanya ibada, faraja, umoja na kujifunza mambo yatakayochangia kujenga jamii bora. Tunaomba sana ushirikiano wenu ndugu wananchi. Kwa yetu ya Maombi Kwaya tunatamani kuweza kupata mziki wa kisasa ili tuweze kumtumikia Mungu.
Kwa hiyo tunaendelea kufanya huduma ya Injili, lakini tunapungukiwa na vyombo vya muziki. Tunatamani tupate muziki wa kisasa ili tuweze kumtukuza Mungu sisi wote. Ndio maana tumeweza kuandaa tukio hili kubwa kwa ajili ya kuweza kuitaarifu jamii ili tuweze kupata support, tuweze kupata vyombo vya muziki ili jamii yetu ya watu wa Mbeya tuweze kumtukuza Mungu kwa viwango vikubwa. Tunaamini kuwa tutakapoweza kupata support ya hili jambo, tutakuwa tumeweza kuifikia jamii yetu ya wana Mbeya na kuweza kuinua vipaji vya watu wetu katika upande wa muziki wa Injili. Na sisi kama kwaya ya maombi tunaamini kwamba matukio pekee ya Injili ndio matukio ambayo yanaweza kuiweka jamii pamoja. Tumeandaa tukio hili kubwa, tukio hili litakuwa ni la kipekee sana. Na tukio litaweza kuhudhuriwa na wageni wengi sana kwenye mkoa wetu. Tunawakaribisha sana wananchi, tunawakaribisha sana wadau mbalimbali, tunakaribisha sana watu wote, tunawakaribisha sana kwenye tukio letu. Tamasha letu litafanyika mwezi wa 8 kama baba yetu mchungaji alivyoweza kusema, tarehe 23, na litafanyika maeneo yetu ya kanisani. Tunawakaribisha sana wadau wote kuweza kushirikiana pamoja na sisi ili tuweze kufanikisha hili jambo kwa ukubwa sana, na tunaamini Mungu ataweza kuwabariki watu wote. Lengo letu kubwa, tunatamani kupitia tamasha hili jamii yetu ya watu wa Mbeya waweze kumjua Mungu. Jamii yetu ya watu wa Mbeya waweze kumjua Mungu ili taifa letu liweze kufanya kazi kwa uhuru, na vijana wakimjua Mungu maana yake ni kwamba kutakuwa kuna amani ndani ya taifa. Ndivyo sisi Maombi Kwaya tumeweza kuandaa hili tukio kwa kipekee sana ili tuweze kumtukuza Mungu pamoja, tuweze kuwarudisha vijana waweze kumsifu Mungu pamoja ili tuweze kufanikisha jambo letu. Twa Lugano Mwasongwe, ni moja kati ya viongozi katika idara yetu ya Maombi Kwaya. Nimepewa dhamana kwa niaba ya wanakwaya kuwepo mbele yenu kwa ajili ya kuelezea vitu vichache kadhaa ambavyo Mungu ametupa nafasi ya kuvitambulisha kwenu ili viwafikie Watanzania wote. Kwanza kabisa, Maombi Kwaya ni idara ya vijana kati kutoka katika kanisa la Moravian ushirika wa Iunga. Tunahusika na mambo ya uimbaji na vitu vingine vinavyofanania na hivyo, lakini zaidi ni kuigusa jamii kupitia uinjilishaji kama wengine walivyotangulia kusema. Maombi Kwaya kwa kweli ni idara ambayo inalenga sana mambo ya huduma na injili kwa ujumla wake. Kwa hiyo tunaamini katikati ya kufanya uinjilisti wa watu tofauti tofauti katika maeneo tofauti tofauti, kuna matokeo chanya tutayapata katika jamii, kwa sababu watu wanavyomjua Kristo kama alivyosema baba yetu, tunakuwa na uhakika wa kwamba baadhi ya maovu katika jamii yetu yanapungua. Tukiwa na idadi kubwa ya vijana ambao wanamtumikia Mungu, wanafuata mambo ya kiimani, tunaamini kwamba utulivu unakuwepo katika maeneo yetu. Lakini kwa nini tuna tamasha mbele yetu? Tamasha tumelipa jina la Sound of Success. Sound of Success kwa maana ya sauti ya mafanikio, tukiamini kwamba katika mambo ya kidini na imani, neno linasema imani ni kuwa na hakika mambo yatarajiwayo, lakini pia imani huja kwa kusikia. Na mtu akisikia neno la Kristo, tunaamini kwamba kuna matokeo chanya ambayo yatatokea, ambayo tunakuwa na matokeo pia tofauti katikati ya jamii na watu tofauti tofauti ambao tunawafikia. So tunapenda kushare na ninyi kama wanajamii kwenye eneo hili kwamba Sound of Success tumeiandaa tukitarajia matokeo makubwa sana, hasa katika eneo la kuwafikia watu tofauti tofauti na jamii tofauti tofauti. Bado tunahitaji udhamini wa watu tofauti tofauti ambao watafanikisha jambo hili kulifanya katika hatua ya ukubwa zaidi. Milango bado iko wazi kwa wadhamini wetu. Kama utatupa imani na sisi tuthibitishe kwamba imani hiyo kupitia jambo hili tutailipa kwa kutenda yale yanayotupasa kuyatenda. Kwa hiyo tunawakaribisha wadhamini tofauti tofauti kutoka maeneo tofauti tofauti ili kuhakikisha jambo hili tunalifanya kwa pamoja
na tuifikie jamii yetu kwa pamoja.